Kwa jana tulianza kuangalia kwa habari ya roho wa neema. Zekaria ile sura ya 12 mstari wa 10 anasema, nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu roho wa maombi na neema, the spirit of grace and the spirit of prayer. Nitawamwagia roho wa maombi, nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu. Tofautisha hivi vitu hapa. Nilisema leo nitafafanua hili. Watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji. Unaweza ukawa mwenyeji wa Arusha lakini wewe sio mtu wa Arusha. Kwani kila aliyekaa Arusha ni Mmasai? Bwana asifiwe sana. Kila aliyekaa Dar es Salaam, okay, hapa Dar es Salaam, unajua hivi Dar es Salaam ina wenyeji. Wanaitwaje? Wewe ni Mzaramo. Wazaramo wangapi hapa wanyooshe mkono? Nafahamu mmoja tu hapa. Yule pale Mzaramo. Nyoosha mkono. Mzaramo ni huyu peke yake. Sisi wote hapa ni wenyeji wa Dar es Salaam, lakini si watu wa nyumba ya Dar es Salaam. Kwa hiyo andiko hili ni andiko la kiuamsho. It's a revelational, it's a revival kind of scripture. Anasema nitawamwagia watu wa nyumba ya Daudi, 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 watu wa nyumba ya Daudi. Bwana asifiwe sana. Hawa ni zaidi ya wenyeji. They are native. Hallelujah. They are native. Ni kama naposema watu wa nyumba ya Mwakitalima, unawajua nikisema tu Danieli, Bariki, watu wa nyumba. Lakini nikisema wenyeji wa mama Mwakitalima, unawajua, msichana wa kazi, saa yoyote anaweza akaondoka. So this scripture shows God release his spirit. Bwana umwaga roho yake juu ya watu ambao ni sehemu ya, nataka nikwambie, ndio maana unapokuja swala la uamsho haimaanishi unatoka kanisa gani. Ukiwa kwenye spot ya uamsho, ile roho ya uamsho inapoachiliwa haiangalii dhehebu lilotoka. Bwana asifiwe sana. Sijui kama unanielewa. Linaweza likawashukia katikati ya Wapentekoste na Mlutheri akakapcha, akaondoka nayo. Hakuwa wa nyumba yenu, lakini alikuwa mwenyeji wa kwenu, na kwa sababu ni mwenyeji wa kwenu anafunguliwa. Sijui kama unajua kuna watu wanaweza akawa wanakuja hapa kanisani kila siku na hawajaokoka, lakini kwa kadri wanavyoendelea kuja kuna kitu kinawavaa ghafla, halafu maisha yao yanabadilika. Jiulize, hata uliyekuja hapa leo, intention yako ya kwanza ya kuja hapa ilikuwa ni wokovu? Ilikuwa ni huo utumishi? Nani amekufikisha kwenye huo utumishi? Ulikuwa mwenyeji tu? Ule upako ulipoachiliwa, ile neema ilipoachiliwa, ile nguvu ya Mungu ilipoachiliwa, ikaja moja kwa moja ndani yako. Sasa anasema nitamwaga roho wa neema na roho wa maombi kwa watu wa nyumba ya Daudi na wenyeji wa Yerusalemu. Wenyeji wa Yerusalemu, wenyeji wa Yerusalemu, wenyeji wa Yerusalemu. Nataka ujue ya kwamba when God release the spirit of revival, Mungu anapoachia roho wa uamsho, na bahati nzuri nitazungumzia kidogo kuhusu uamsho pale Mbeya. Mungu anapoachilia roho wa uamsho, cha kwanza anaangalia aliye tayari, haangalia anapotokea. He always target who is ready and not where is coming from. You can find a genuine Catholic priest with a revival sparks, na utaamini kabisa cheche za uamsho. Watheolojia wananiangalia namna hiyo, wanakunja hadi sura, kwa sababu wanachoamini wao ni kwamba Mungu ni wa dini yao. You can find a genuine Anglican priest as long as he is available. He has already started to labor in prayer. Labor. Si kila mtu aliye kule Katoliki ana roho ya Katoliki. Kama nilivyowaambia jana, si kila aliye kwenye huduma ya uongo ni muongo. There are people, they are in a deceptive ministry while they are genuine. Sijui kama nimesikika nilichosema.
Kwa hiyo unapotazama ishu ya wokovu, mpendwa, usije ukaangalia kana kwamba ni Mungu ni wa dini yako tu, ni wa mahali ulipotoka tu. No, 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 no. Hapana, Mungu ni wa wote wenye mwili, na anatafuta mtu yoyote aliye nini, aliye tayari. Whosoever who is ready for his revival, he will come down. Bwana asifiwe sana. Na utagundua uamsho wote tunaouongelea ulitokea kwenye dini. All revival started from religion. Watu walikaa kwenye dini zao huko, wakaanza kumtafuta Mungu mmoja baada ya mwingine. Mungu alipoangalia akaona zile desire walizonazo, yale matamanio walionayo, akawashukia. That's how Azusa revival started. That's how all revival you are hearing about. Kwa ukikaa na wewe hapa Gobo ukazarau, kuna watu unakutana nao hapa kila siku, ukimwangalia mnasema hello, huyu ana safari ndefu. When that spark of revival come upon this man, you will honor him today. Utamheshimu kesho. Perhaps kesho ukajikuta unaenda kwenye huduma yake kumwambia naomba unisaidie tena, na mlikuwa wote darasa moja, you were in the same class. Bwana asifiwe sana. Nazungumzia roho wa neema na roho wa maombi. If people can be possessed with demonic force, you can be possessed by the spirit of prayer. You can be possessed by the spirit of prayer and the spirit of grace. Anasema nitamwaga roho ya neema na nitawamwagia roho wa maombi. Sema amina. Na jana tukasema ya kwamba adui wa wokovu ni kuizoelea neema. Nilisema leo nitatofautisha kati ya roho wa neema na neema. Nafikiri unatakiwa ujue kwamba tulipokea neema, na ile neema ikatusaidia kupokea roho wa neema. What came first was grace. Ni kwa njia ya neema, jana tulisema, ni kwa njia ya roho wa neema tunaweza kuheshimu neema na kuitumikia neema Mungu aliyotupa. Bwana asifiwe sana. Ni jambo la ajabu sana kama utakuta mtu ambaye ni mlevi na anasema amempokea nani? Roho Mtakatifu. Si ndio? Utashtuka. Kwa nini? Unajua kabisa kinachotangulia ni nini? Neema ya wokovu. Ndani ya neema ya wokovu tunapokea roho wa neema, the spirit of grace. Bado tunaenda polepole ili unielewe. Tukasema jana, ukizoelea neema ya Mungu hui tena mwongofu. When you become familiar with God's grace, you are no longer a saved believer. Bwana asifiwe sana. Unajua kwenye haya maisha kuna saa watu wanajisahau, na namna Mungu ameumba wanadamu, amewaumba namna hiyo, lakini lazima uweze kuwa na mechanism za kujikumbusha, to remind yourself, na wakati mwingine kuwa na Roho Mtakatifu anayekusaidia kukumbuka wapi Mungu amekutoa, wapi ulipo, wapi unaenda. La sivyo kitakachotokea ni nini? Utajisahau. Na ukisha jisahau, utaizoelea neema. Utaizoelea neema. Na moja ya alama tulisema jana, ya alama ya kuizoelea neema ni kutenda dhambi na kutubu. Yaani miaka 7 unatubia kitu kile kile tu, unatubu unarudia tena, unatubu unarudia tena, unatubu unarudia tena, unaendelea kutubu. I was teaching people and I said there are 2 ways of dealing with things, hasa hivi tunavyoshindwa kuacha. One dimension is an addictive dimension. There are people are addicted. Though behind every addiction there are spirit of addictions. Kuna watu ni warahibu wa ulevi. Kwa nyuma ya hiyo ulevi kuna pepo. Bwana asifiwe sana. Kuna watu ni warahibu wa zinaa. You can be sexual addicted. In fact, wanandoa wengi ndio wanateswa na hiyo. Vijana wanateswa na tamaa, wanandoa wanateswa na sexual addictions. Unazoea tendo la ndoa kila wakati, katika kiwango ambacho you become addictive. Bwana asifiwe sana. If you see people, you remove their clothes and you fornicate with them front. You are sexually addicted.
Ndio maana Biblia inasema wapendwa ama wapenzi, muweze kuiweza miili yenu. Be capable of your bodies. Kuiweza miili yetu is not a gift, it's a strategy. Mfano, mtu anayeteswa na sexual addictions, mtu wa namna hii maombi peke yake hayamsaidii. Ndio maana unamaliza kuomba na ukarudi kuzini. Binti mmoja alifunga siku 120, 120 days. He was anger for God and she was loving God genuinely. Siku ya 120, ile siku ya mwisho, akalaunch mvungo na zina. She find herself fornicating. When she came in my office, she was crying, say, I love God, I know I love God, but why this happened? And I said to her, girl, let us start from far. Prayer is not a substitute of other principles. Maombi ni kanuni katika ufalme wa Mungu, lakini maombi sio mbadala wa kanuni zingine. Kwa mfano, kama unaomba na ufanyi kazi, tarajia kuwa maskini. You will be poor because prayer can never make you rich, though can give you power to become rich. Yaani maombi ni kanuni kuu katika ufalme wa Mungu, lakini maombi peke yake hayawezi kukusaidia ukadharau kanuni zingine. So you can be a genuine prayer warrior. Kama kuna kitu hufanyi, utabaki maskini. Unaomba kweli. Kama hauna kitu unachokifanya, kama ni mchungaji, ufanye huduma kweli, tuone unafanya. Nimeweka hapa ushuhuda. Miaka fulani uchumi wa kanisa uliyumba, majukumu ni mengi lakini pesa hazipo. Namuuliza Mungu, Bwana, nani amefunga milango ya kanisa lako? Akaniambia, you don't do the ministry, haufanyi huduma. Nikamwambia, Mungu, what do you mean? Mbona naenda kila siku kanisani? Akaniambia, kwani uliniuliza nataka kufanya nini na kanisa kwa wakati huu? Mimi naona kila siku sinakuja Jumanne hapa na ubiri, naona ndo namtumikia Mungu, kumbe sifanyi kile Mungu anachotaka kifanyike kwenye madhabahu. And ask God, what's wrong? I attend service every Tuesday. I teach people. Wakati wa neema la zamani kule, I teach your people, I pray for your people. Why we are not blessed? He said to me, you are not doing the ministry. I preach every Sunday. He said, no, hujaniuliza nachotakiwa kufanya kwenye hilo kanisa. Ratiba ya mbinguni sasa hivi inataka nini? And I ask God, I repent. Huwezi kwenda kwenye kikao na Mungu wewe ukatoka na hoja umemshinda. He is so intelligent to the dimension you find yourself you are the last fool. Yaani unajikuta wewe ndio mjinga wa mwisho. Now I raise hands, I say, God, have mercy on me. Naomba unielekeze cha kufanya. For the first time, he said to me, you need to preach for 7 days. Semina ya wakati wa majilio. I preach for 7 days. Siku ya mwisho ya Juma mosi naelekea Jumapili, someone come with an envelope. He said, the Lord say I have to come to bless you. When I check to that envelope, nikapata $6,000. Alafu nilipopokea ile fedha, Bwana akaniambia ilikuwa haiwezi kuja mpaka ufanye kile ambacho mbingu. Ingawa mimi nilikuwa naona namtumikia naye. Wewe sikili kuingiza ibada kila siku unamtumikia Mungu. Kama ile ibada unayoingiza haipo kwenye ratiba ya kimungu. Yaani Jumapili Mungu alipanga watu wasije, na wewe kwa sababu umekariri Jumapili lazima waje kila siku. So you find yourself is specific for these pastors who are on their own ministry. Mungu hajataka ukahubiri kwenye zoni. Wewe umeshaandaa maandiko, umeyakariri na umeenda nayo, unayarusha tu namna hii kama mishale. Wakati amesema leo watu wangu waje waombe, na umemsikia Mungu. Sio kila wakati Mungu atatoa maelekezo kama alivyotoa Ijumaa. Lakini kuna wakati Mungu amekupa kwenye zoni huko nafasi. Kuna wakati Mungu atakwambia waambie watu leo waimbe tu. Lakini unasema kwanza hawajui kuimba, wanakwaya hawapo wa kuimba, wataimbia wapi? Mungu anasema anyway, endelea kufanya kazi. Unafanya kazi lakini si pamoja na mimi. Do ministry but without me. Now, prayer is a major key, but prayer is not the substitute to other key. Wana wa Israeli jana nilikwambia walikuwa wanalia Mungu awatoe kwenye utumwa. Ni kweli si kweli? Na walimuomba Mungu sana kwa machozi, si ndio? Lakini kwenye kambi nzima ya wana wa Israeli hapakuwa na mtu mwenye sifa isipokuwa Musa peke yake aliyekuwa kwenye nyumba ya Farao. Walikuwa wanaomba kweli, lakini hapakuwa na mtu aliyekizi vigezo katikati ya kambi. Sio kama unajua kwamba Musa hakutokea kwa wana wa Israeli kwenda kuwatoa Misri. Alitokea kwa Farao kwenda kuwatoa Misri. Ingawa waliokuwa wanalia ni nani? Kwa nini Mungu asingechagua mtu katikati ya Israeli? Utagundua ya kwamba safari ya kuwatoa wana wa Israeli kutoka Misri,
Kwenda Kanaani ni safari ambayo inahitaji kiongozi, a prepared man. Na Musa Mungu alikuwa ameshamwandaa kwa hekima na elimu. Tulisoma jana nikasema Moses was full of Egyptian wisdom. Number 2, was so strong in speech. He was a man, he was having a convincing power. Alikuwa na uwezo wa kusema. Lakini 3 inasema and Moses was a good in deeds. Alikuwa ni mtu mtekelezaji. Hizi sifa zote 3 ni za kiongozi. Kiongozi lazima awe mtu mwenye hekima, namba 1. Lazima awe mtu msemaji, ana uwezo wa kuongea, namba 2. Na namba 3, kiongozi lazima awe anatenda. Hizi sifa zote katikati ya wana wa Israeli hakuwa nayo hata mmoja. Wale waliokuwa wanamlilia Mungu aje awatoe, hakuwepo. Lakini ili Mungu awatoe Misri, ilibidi akaangalie Musa aliyemwandaa kwa Farao. Invest in prayer, labor in prayer, but prayer is not the substitute of other principles. Maombi na mahusiano na Mungu. Ukiomba bila mahusiano na Mungu, don't expect result. Maombi na sadaka, mnakumbuka? Maombi na utumishi. Kwa hiyo mtu akiamua akasema anachagua tu maombi, akajikita kwenye maombi, atakuwa so potential kwenye vitu vya kiroho. Utaona malaika, utaona kanisa linajaa linaongezeka, utaona kila kitu kinachoendelea. Lakini ukiamka utaumwa njaa, sema amina, na utakuwa na nini? Na chakula. Nachotaka niseme ni kwamba kama Mungu amekupa kazi ya kufanya, ifanye kwa nguvu huku unaomba. Kama Mungu amekupa kitu cha kufanya, unakifanya. Sasa for instance, this man is addicted with some things. Huyu mtu ni mtumishi wa Mungu na anampenda Mungu, lakini kuna engo ya kiudhaifu ambayo imemfikisha mahali ambapo inaweza ikamharibia sifa na ushuhuda alionao. Bwana asifiwe sana. Muulize jirani yako, tukijua kile kitu chako cha siri tutakuheshimu? Naomba muangalie, muulize tena. Kuna mtu anasema mimi sina chochote. If right now umekuja hapa, alafu bahati mbaya tu Mungu ameamua akiweke kwenye paji la uso wako hivi pa. Kuna wengine kitu chenu cha siri ni uvivu, sema amina. Yaani kwa kweli mmeshinda dhambi zote zinaotaki. Tena unasema nawezaje kutenda uovu wote nimkose Bwana? Bwana asiwe sana. Lakini kwenye paji lako la uso tukifunuliwa kidogo, yaani Mungu akaamua kufungua hapa wazi pa. Kuna watu ni uvivu, yaani kwa kweli wala wenyewe hata hawajui kama wanateswa na uvivu. Ni uvivu. Kuna wengine ambao si tu uvivu, umbea, na hajui kama ni mbea. Unajua kuna namna ambayo ukimuuzia Mungu akwambie wewe ni nani, utakimbia, kwa sababu Mungu ndo amekuumba na anakujua. Na ukimwambia akwambie, kuna watu hapo wanasema mimi sio mzinzi na Mungu anajua, kumbe ni hawajapata nafasi ya kuzini. You have never find that chance. You have never been tempted. Hujajaribiwa inavyotakiwa. Lakini unasema nimeshashinda. Umeshinda wapi? Taji iko mbinguni. Nyinyi watu wazungu, mbona kama mmekasirika? Bwana asiwe sana. You have never been like Joseph. Hujajaribiwa kama Ayubu, Yusuf. Ndio tujue unampenda Mungu au la. The only thing you lack is a opportunity to do it. Kuna watu wanafikiri hapa sio waizi, lakini walichokosa tu ni chance ya kuiba, the chance to steal. Wanafahamu wanaofanya kwenye makampuni, wanafahamu wanaofanya TRA na wapi, wanaelewa wanachosema ni nini, chances za kuiba zilivyo. Yani hii hapa kabisa, na unajua namna ukipiga hivi ukajeuza hakuna atakayejua mpaka unaondoka. The only thing you lack is a opportunity, is a chance. Tutajua umeshinda sio kwa sababu unasema, ni kwa sababu chance ilipokuja you run away from that chance. You are not a victorious by saying no, you are a victorious by running. Yusuf angekuja tu kutuhadisia mimi siwezi kumtenda Mungu dhambi, tusingemwelewa. Lakini tunamwelewa leo kwa sababu alikuwa na chance. Angefanya na hakuna mtu angejua, angefanya na hakuna mtu angeelewa. Lakini Yusuf akakataa ile nafasi. If you want to overtake that Satan you are fighting with, make sure that you have denied his chances, because Satan will create a lot of chances for you. Opportunity. Nilikuwa nchi fulani na mchungaji mmoja, askofu mmoja, and we were talking like now we're talking right now, and we in a car, and immediately memba wake mwenyewe, memba
mshirika wa kanisani akamtumia picha ya uchi mwili mzima, and he say, pastor, you know, pastor, I've been hiding myself for a long time, please don't expose me, I want you sir. Siwezi kujizuia. Nikaona ule mchungaji sura imebadilika, mikono yote imekosa nguvu, anaangalia chini. I say, sir, what's wrong? We were happy here, what's wrong? He said, come and see this and check this conversation. I said, she's a member in his church, in fact she's a leader. Watu wengi hapa mnafikiri mmemshinda shetani, kumbe hamjapata nafasi. You have never found chance. One among of the greatest man of God kwenye huduma fulani, these Pentecostal churches, Pentecostal, this pure, ambao wakisikia taarifa ya wanakufukuza. Now there are people, even the small sin, kwa umbea tu umeshatengwa. Sio amedhibitisha, it's just urere, yes man, you are out of the church. And this woman of God, she was even a pastor, and Mungu akaanza kumbariki, alikuwa anafanya kazi mahali, and God has blessed her. And akaingia kwenye ofisi fulani, and the boss started to seduce her. For the first time she was denying, and the boss started to offer her trips. Amen. Mara wapi, na akienda huko salary anazolipwa is 3 times. That's why you need to run sin before it's matured. Yani dhambi ni ya kuikimbia kabla haijakomaa. Wakati kadogo unaanza kukaisi, kwa sababu ikikuwa kubwa inakumeza, autoki. When it grow, it swallow you, you will never go out. It takes the grace to come out. And this woman, she was still genuine. Anaenda kanisani, anamtumikia Mungu, anampenda Mungu. She was doing good. But because of those little offers na attention, you know, if you are here, you don't give attention to your wife, be careful. Oh. You don't give attention to your husband. You are so spiritual, you don't give attention. This man started to give attention. Siku alipoanguka hakujua. The only thing kilichokuja kumsaidia ni kitabu nilichoandika, Viwango vya Matengenezo ya Kiroho. That's how she was revived again. And the moment she fall, she lost everything. Neema ya kuona aliyokuwa nayo ikapotea. Neema ya kumsikia Mungu ikapotea. Kama ule dada uliyemsikia ametoa ushuhuda hapa, she fall to the sin, and later she found, akajikuta yeye mwenyewe automatically yale macho alikuwa anasema alikuwa anaweza kwenda hata akaonyeshwa mambo ya mbinguni. Mungu anakuja anamchukua na muingiza mbinguni. But that sin was hunting. Nafikiri ni muhimu sana wakati mwingine kuja kufundisha tabia ya dhambi. Moja ya tabia ya dhambi ni kuotea. Unajua maana ya kuotea? Yani inaotea. So huyu mtu ambaye ni addictive na vitu vya namna hii, maombi peke yake hayamsaidii. That's why you can start prayer and end with that problem. Amen. Na baadaye ukafikiri kwamba maombi yako hayajafanya kazi. Si kweli. You need to do another part that help an addictive man. Pati ya kwanza utakayokuambia ni kwamba usikae mwenyewe tena. Unaona hapo Yani ukishajiona tumebaki mwenyewe, uondoke. Ukakae katikati ya watu wengi mpaka utakapo kile kitu kitakapokufa ndani yako. Sasa nyewe mnakaa watatu hapo chumbani, kwa mfano ni mabinti watatu, na unajua kuna spirit inakutesa. And that spirit you are fighting with by prayer is not going out. Alafu wenzako wanaenda kanisani kwenye maombi. Wanasema tunaenda kwenye maombi. Wanasema hamna shida, mimi niko na utulivu. Sasa huo utulivu, that utulivu now, that's where Satan will start from. Hallelujah. Wewe ni kijana wakiwa niko na utulivu. No. You must do extra. After prayer, give yourself one, don't be alone. Usiwe mwenyewe tena. Uhakikishe ya kwamba you are surrounded with people. Kwa sababu kuna dhambi bwana, moja ya tabia ya dhambi kubwa ni kwamba dhambi ni mambo ya siri. Kama unabisha, si umetoka huko barabarani, umeona watu wanatenda zina huko barabarani, umeona hadharani. Lakini nataka nikwambie kuna nyumba umepita, wamejifungia ndani na nini? Na magrili na vitambaa wameshusha. And yet they fornicate. Sin need darkness. So cha kwanza anajua huyu mtu, I have to run from this place, right? Ngoja nitoke kwenye ile eneo, nisiwe mwenyewe. Na akiweza hiyo, aka-implement at least 1 month, 2 months, mixing himself with people. Ile nguvu ndani na kufanyaje, inakuwa ni kama unainyima chakula, you strive it, unaisababisha iwe na njaa, so inaendelea kufa. Then ukifanya hivyo bado hujamaliza, because you need to go extra mile. You must assign yourself. There are sins that are product of idol. You are so idle.
Yaani kuna dhambi ambazo ni matokeo. Yaani sisi tumefungua na redio saa 5 kamili usiku, inatafuta wachungaji, we saa 5 kamili usiku umeamua baki zako nyumbani, utaacha kukosea? Kuna dhambi zingine lazima ujipe wajibu. Ndio maana Daudi anasema, nitawafundisha wakosaji njia zako na wenye dhambi nitawarejesha kwako. Anafanya hivyo vitu viwili. Alafu kitu cha tatu, asiishie hapo, asifikiri amepona. No, hiyo ni personal assistance. The last one kwa leo, he must find someone to be responsible to. Yes, if you're a husband, you go to your pastor, you say, Pastor, you know, I have this problem 1 2 3 4 5. Unatafuta mtu ambaye atakuwa anaweza kukuita akwambia unaendeleeje, yale mambo yanaendelea, yaliomo yamo au yamekatika. Ukiendelea kuficha utaka ushinde. You find your senior pastor, you say, you know, Pastor, I have 1 2 3 4 5 6. Na mchungaji kwa sababu umeenda kumwambia, anakuelewa. Baada ya muda atakuita akwambia, okay, umeendeleeje? Kwa sababu alikuombea, labda akakushauri, atakuuliza umeendeleeje. Ili ina mchango kisaikolojia na ina mchango kiroho. Kiroho ni tafsiri Yesu anasema, ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi. Kwa hiyo kuna dhambi zingine, if you don't confess to people you trust, sio kila mtu, kwa sababu utajiaibisha na utaamini. Kuna watu wengine niwaambia, wanangoja tu taarifa yako. Bwana asiwe sana. Bwana asiwe dada fulani, unajua nimekuona uko rohoni sana. Mimi mwenzako bwana, kwa kweli Ijumaa inipitagi naendaga klabu na huko nafanyaga hivi. Na ulivyo mtumishi wa Mungu, ukiona ameshtuka, jua ya kwamba umempelekea mtu ambaye ni mchanga. Igiza, mwambie kabisa sio hivyo, nilikuwa nakutania na kupima tu. I was just testing you. Just tell her, I was just testing you, because that what you brought to this guy is a tomorrow in a newspaper, update tomorrow. Amen. Kwa sababu mtu kama mimi hamna kitu kipya utaniambia nikashtuka. Hakipo. I have met everything. That's the definition of matured people. Matured people knows nothing is new. Are you hearing me? Mnanisikia nachosema? Watu ambao ni machua wanajua ya kwamba hakuna kitu kipya. So ukiona umemwambia mama yangu, unajua mpaka mifupa imeuma. Listen, you have find a baby. Cancel it. Find a way to cancel it. Kwa sababu you will expose yourself and that battle. Mchungaji mmoja alikuwa analewa shirika kama mnavyolea hivi. Siku moja akaamua kuja kuwafanyia wachungaji wake kwa pima. Akasimama, amekuja kabisa na akaigiza hadi na machozi. Ati babu, nimeanguka dhambini. We. Akaona wengine wanachukua nini na mabegi. Wengine akanyosha mkono, anambia mchungaji, kwa hilo ulilosema inabidi kuanzia sasa usituongoze tena. Yaani tumeshachagua mtu mwingine wa kutuongoza. Immediately they make a replacement without prayer. Hawajajua hata waombeje. They make a prayer request. From today, pastor, you will never lead us again. Ndio utajua ulikuwa una watu. Walipoondoka wote wakabaki wachache, akasema ndugu zangu, nilikuwa nataka niangalie how long have you grown. Mmekuwa mkafika level gani? Nimegundua wengine ni waigizaji tu hapa. When the man I was preaching, I think it was Sunday, Jimmy Swaggart alipomkosea Mungu na wale watu wakamkamata wakaandika kwenye maandishi magazeti wakapublish. Wapendwa walianza kuchana vitabu vyake. Wapendwa wenyewe wanachana vitabu. It was chaos to every city of where I come from. I don't know, England or where. They start to. Sasa unajiuliza maswali. Kitabu kimekosea nini? Utagundua they were immature believers. So kuna vitu vingine ili uvishinde, you have to apply these three. Ni kweli tumekuombea, umefunga, umekikemea, unaona kwa kadri unavyokemea hakija kuachia, jua ya kwamba it's not only prayer can sort it out. Go to another dimension. 1, don't be alone. 2, assign yourself. 3, find someone to be responsible. Yani tafuta mtu ambaye unamwamini, utamwambia, alafu utakuwa responsible kwake. Bwana asifiwe. Sema amina kama unanielewa. Haleluya. Kuna watu walikuwa kuja kuniambia, man of God,
Nateswa na tamaa kwangu ambacho nikikuangalia namna hii na kuvua nguo. Utamkataa huyo mtu kwamba hajaokoka? No. Any man I see around me, I made him naked. Unamwangalia huyu mtu, akishasema namna hiyo, dhambi huwa ikisha exposiwa imekufa. Dhambi ni ama uiwahi kuexpose wewe umeshinda, au yenyewe ikuexpose ikuaibishe. Maana dhambi ina tabia ya kuaibisha watu, yaani ikifunuliwa kabla wewe kuifunua it expose you. Lakini tukumbuke tuko chini ya neema ya Kristo na sio katika utumwa wa sheria. Bwana asifiwe sana. There is a dimension a man is moving with God to the situation sin is absence. Is an abstract thing. You can be swallowed with the grace of God to the dimension sin is an abstract. Unajua kuna watu ambao wanapigaga vita wahubiri ambao waongelei dhambi, waongelei dhambi, waongelei. There are men, they have shifted from that dimension. But because you pastor, you have shifted from that dimension, haimaanishi wenzako wamehama. So for you to shift, it doesn't mean others have already shifted. There are people still struggling. Anyway, mimi nirudi kwenye somo langu. Na mimi sijui kwa nini nimesema namna hiyo. Perhaps there is someone I'm helping you. You young boy, you young lady, in Jesus name. Kwa sababu ukizoelea neema ya Mungu, hui tena mwongofu, si ndio? Neema, niliwaambia juzi, neema, if you are familiar with grace, that grace become unfunctioned. Ile neema inakuwa ifanyi kazi tena. Sema amina. Lakini pia ukizoelea neema huwezi kusaidiwa na Mungu wala watu wake. Tulisema jana, si ndio? Neema ikiondoka, mazoea yanakuwa ni nini? Ni zao. Si unakumbuka? Tukasema pia mitume waliombeana neema iwe pamoja nao, ikae pamoja nao. Unafikiri kwa nini walivuviwa kusema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja nasi? They knew the mystery concerning what we call what? The grace of God. Paulo anaandika nyaraka zake, anawaambia watu neema na iwe pamoja nanyi. That spirit of grace will help you to honor the grace you receive. Ile roho wa neema uliyempokea atakusaidia kuiheshimu neema uliyoipokea. Roho wa neema akiondoka, mazoea yanakuwa ni limbuko. Roho wa neema akiondoka, mazoea yanakuwa ni zao. Kwa hiyo utakuja kanisani as a religious man, utahubiri like a religious man, later you become an Ichabod. Ndio utashangaa, unamshangaa mtu ambaye hujategemea aongee kitu kibaya katikati ya wachungaji, unasikia kinywa chake kinasema. Hujakaa na watu wa namna hiyo. Sisi wote tunaona kama tunaendelea vizuri na Bwana, tunaenda mahali Mungu anataka, lakini yeye akiongea katikati ya wachungaji wenzake, kila mtu anashtuka, anasema umesemaje? Hamna mtu atanisumbua mimi hapa. Hamna. Unaona kitu anachokisema mpaka unashtuka. Labda hao watu hawajatembea, hawajakutana na hao watu. Wangapi wameko na watu wa namna hiyo? Kila mtu hadi unashtuka, unasema wewe, what have you said? Nini gani, kitu gani hicho umeongea? Na yeye anakushangaza. Kwa nini unashangaa nini sasa? Hata wewe usinisumbue bwana. Anakujeuzia hadi na wewe mwenyewe. Kwa nini huyu mtu anafika kwenye level ya namna hiyo? Already the spirit of grace is depart from her. Listen, leo Bwana aliniambia mchana, jua kutofautisha ujasiri na kiburi. Check how you can differentiate between confidence and pride. Nikamuuliza Mungu unamaanisha nini? Akaniambia hivi, ujasiri wowote usio na kujali ndani yake ni kiburi. Any confidence without care is pride. Yaani kuna mtu anasema nilipofika hapa sijali tena, anafikiri ni jasiri, kumbe ameshavaliwa na kiburi. Kama katika ujasiri wako hakuna chembe ya kujali, you are operating under pride. How you can differentiate between pride and confidence? Check within your confidence, is there any care? Kuna mahali panafika ambapo unavaliwa na kaujasiri fulani ambacho aka kaujasiri kana kuonyesha don't care anything. Haijalishi watasema nini, umeshafika hapo. Haijalishi watataka nini, haijalishi nini. Yani unafika mahali unaona kama I don't care no one, no anything. If you have reached in that dimension, you have been swallowed with pride.
That's the impact of pride. Mchungaji mmoja aliniambia, pastor, akaniambia hivi, siku moja nilikuwa naenda kutenda dhambi, namwambia Yesu, huyu sio shetani, mimi ndo naenda. Yani anamwambia Yesu hivi, kwa sababu sasa amepambana na ile dhambi, ameshindwa. Sema amina. Kwa hiyo anaenda dhambini huku anasema, huyu sio shetani, ni mimi. And later this pastor become an Ichabod because alikuwa na ujasiri usio na kujali, na ndicho kiburi chenyewe. Am I communicating with somebody? Hebu punga mkono kama unanielewa kitu nasema. If in your confidence there is no care, sir, you are pride, you are prideful. Siendi alafu haujali, alafu wanakuuliza kwa nini hujaja, unasema sikweza tu, alafu unasema Mungu anajua nilivyo mnyenyekevu. Saa unyenyekevu sio maneno, ni kanuni. Unajipima pale. Yani sawa, unasema wewe ni mwanamke, manyonyo yapo na maipsi yapo. Tukikuona una maipsi na ni mwanaume tunashtuka, tunasema huyu jamaa amepatwa na nini? The only way you can differentiate between confidence and pride is care in it. Mtu mnyenye asiye na kiburi anakujali ndani. Hata ukimtukana, mfano ukamtukana, cha kwanza kabla hajajibu utaona yuko calm, atajali nikirudisha, what's the impact of it. Lakini mtu mwenye kiburi ukimtukana anakupa matano nyuma yake, hajalishi, anasema usicheze na mimi sijali bana, mimi unavyokuja ndo nakuja hivyo hivyo. How you come, that's how I come. Na ndio maana kuna mstari mwembamba sana kati ya ujasiri na kiburi. One pastor was sharing in his status, kila ibada anayoifanya anaonyesha magari na watu na nini. When you say, what's wrong? Nikamwambia mchungaji mmoja, huyu ni rafiki yako, mwambie ni kweli anachofanya ni kitu kizuri, lakini anampa nani taarifa? Hii mitandao ya kijamii, hata tunapoweka hizi picha za kanisa, we don't inform people that we are many. It's for social announcement kwamba there is a church here, but we don't inform you. Yani hatukwambii wewe kwamba tuko wengi. If that's the intention, it's better you switch it off. Na saa zingine unaweza ukajificha huko kwenye unyenyekevu, yani unakuwa na kiburi mpaka unakuwa na kiburi cha unyenyekevu. Unasema hata Mungu anajua mimi nilivyo mnyenyekevu. And the pastor go and say, sir, this is good, tunamshukuru Mungu alivyokuinua, lakini mpaka kwenye status, Bwana asifiwe sana. Yani sawa na mimi unaniona mpaka kwenye status zangu nasema ona mambo hayo. Huyo ndo Yesu wa Goba Center. Unachelewa nini? Unga tipa haraka. That's how a pastor was speaking. No? Check the ministry. Check what's going on here. Why are you late? Come. If you see a pastor doing that, number one, maybe he's still a baby. Number two, perhaps hata tuliwahi kufanya huko. So we come to correct ourselves, we are doing a baby issues. And later, go and check. You come to realize he had pride. Tofauti ya ujasiri na kiburi iko kwenye kitu kimoja tu, kujali. Mtu anasema kwa huyu mwanaume alichonifanyia sijali kitu tena, mimi naondoka, atajua na watoto wake. You go out, you think you are right, while you are being swallowed with what we call what? Pride. Mwenye hekima na mnyenyekevu atajua nini njia gani ya kufanya. Kumbuka tulisema hakuna tatizo kubwa mwenye hekima bwana. Kwa hiyo njia pekee ya kutofautisha kati ya ujasiri na kiburi ni mstari mwembamba wa kujali. Yale maamuzi unayoyatenda katika ujasiri wako yanajali nini? Is there any care inside? Last if you can be an arrogant man. Umejaa kiburi kilichopitiliza, kwa sababu ndani ya yale maamuzi yako hayana kujali. Mchungaji mmoja alipewa kusimamia kanisa kama mnavyopewa Yazoni haya, and later akasikia na Mungu anamwambia nenda ukaanze huduma yako. Alafu akaenda kwa kuhani wake akamwambia subiri na mimi niombe. Alipoondoka akasema na hivi yule kuhani naye alikuwa na madhaifu ya kibinadamu wanaoyajua. Unajua what he did? He said from today onward, write for a priest, from today onward nimekurudishia kanisa lako, ukiamua kulifunga utajua mwenyewe, ukiamua kulifungua utajua mwenyewe. I am going to stand for my vision. That's how he ran out of the church. Kwa hiyo mchungaji ule akaamua aende, akatuma mtu mwingine akaenda akalisimamia lile kanisa. Afu jamaa akaenda kwenye huduma. Alipita mahali pagumu, to the skeleton life. Kurudi kule hawezi, kuendelea pale hawezi.
alichofanya ni nini? Alirudi kwenye kupambana na biashara. Akiwa kule kwenye biashara, God is about to kill him, killing, and Lord appeared to him and say you have to go and repent. Kwa nini? Hakuwa na maamuzi yenye kujali ambayo yanatafsiriwa kuwa ni nini? Kiburi. Maamuzi yoyote unayoyafanya yasio na kujali ndani yake, maana yake ni kiburi. Is automatical pride. Automatical. Don't defend it, it's automatical pride. Ni sawa na huyu mchungaji is a senior pastor, a leader of everyone, and from now he say I don't understand. Sitaki tena. Anatakiwa ajaribu kufikiria tunamtafuta nani kumweka hapo kwanza. Unanielewa? Nani anakaa hapo kwanza? Then you come you. So you withdraw yourself. If you see any decision you are doing is minus care, that's pride. It's a prideful decision. Mungu aliwaambia wanadamu wa kwanza ya kwamba hiki mnachoenda kufanya sio sahihi, msile. Lakini walipokuja kula hawakujali hata yale Mungu anayoyasema. Ikiwa umefika mahali, ndio maana Paulo anasema sisi je, tutapataje kupona tusipo ujali wokovu mkuu wa namna hii? Ukishafika mahali pa kutokujali tena wokovu, you have been swallowed with pride. I say to you, a pastor say to me, you know a pastor say to me, mchungaji akaniambia, I was fighting with this disease, I was fighting with this sin. Alikuwa anapambana, sema siku moja nikatoka nikasema, shetani usije kajigamba huko kuzimu, hii dhambi naifanya kwa akili zangu timamu. He say himself, yana anamwambia shetani usije ukaja ukajitutumua kwamba umenishinda. Amen. Hii ninaenda mwenyewe nikiwa na akili timamu. Sasa nikuuliza, alikuwa anamwambia shetani au anamwambia Mungu? Mwambie jirani yako, alikuwa anamwambia shetani au anamwambia Mungu? Kuna watu wameharibika katika kiwango ambacho Mungu mwenyewe huko mbinguni anafunga macho na mnazima. Hey, this is a strange case. Okay, turudi kwenye somo letu. Mbona mnacheka sana watumishi? What's going on? Why are you so laughing today? Mnacheka. Mtumishi alivyokuwa anasema, alikuwa anasema kama anakemea. He was serious. Like in the name of Jesus. Anamwambia shetani, in the name of Jesus, this is me and not Satan. I am going. Baada ya muda ile neema aliyokuwa nayo ilikatika moja kwa moja. Na ukiachwa na Mungu, hakuna mtu anakutaka. When God withdraw. Do you know the meaning of Ichabod? Is God withdraw himself from someone's life. God withdraw himself. My God withdraw himself from someone's life. Yani anajitoa kuanzia kwenye kidole chako mpaka kwenye vaa hata suti na tai, watu wanaona upendezi. I'm telling you. Unaona watu walioachwa na Mungu wanavaa na bado mwenyewe unamshangaa, leo amevaaje? It's not coming because you know, if you see me like this, unaniona jinsi ndivyo. Hata kama nikija simple, kuna mtu mmoja akanifuata anambia, hivi baba, mbona ukipanda madhabahuni pale unakuwa mkubwa? Ukiwa madhabahuni pale tunakuona mkubwa. We see you. Mtu anaweza akafikiri wewe sio kijana, anakuona mkubwa. It's because I am anointed from him. And I have that anointing from God. When God depart from a man resemble nothing. Yani anakuwa afanani kitu. Utaendelea kujitutumua, lakini moyoni mwako umeshaoza. Kama mmerudi mniambie, nataka nianze. They are online. They are watching me right now. Okay. Sasa kazi za Roho wa neema. Kumbuka, ukimpoteza Roho wa neema hauwezi kuthamini neema ambayo Mungu amekupa.
Ni kupitia Roho wa neema, hakika yake tunaona uthamani wa neema tuliopewa. Sasa kazi za Roho wa neema nini? Namba moja, kukupa hofu ya Mungu. It's like to insert the fear of God. Ukiona hofu ya Mungu imeondoka ndani yako, ni tafsiri ya kwamba umepungukiwa na neema, na kwa sababu hiyo ni alama ya kwamba shina la uchungu litaibuka karibuni. Si Biblia inasema, angalieni mtu asije akapungukiwa na neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likaibuka ndani yake. Hofu ya Mungu ikipungua ndani yako, ni tafsiri ya wazi ya kwamba there is a grace, there is a spirit of grace, either is about to leave you completely, au umepungukiwa na roho ya neema. Kwa hiyo kuna mahali ukishaanza kuona kuna maisha umeanza kuyazoea na unajua wewe ni mtumishi wa Mungu, kuna vitu umeanza kuvizoea na unajua wewe, go back and cry for the spirit of grace. Mwambie Mungu, roho wako wa neema anivuvie, aje tena, kwa sababu akija huyu ndo anakusaidia kurudisha, anakupa kuanza kuthamini tena wokovu. He will bring you back to the dimension you start to value your salvation. I was dealing with a case of a certain prophet who viginated people in his own church and pregnant them and abort them. Afadhali angewakuta wameshaharibika huko. He's the one. Every girl she went, she viginated. And it's not accidental, she pregnant. And after pregnancy, he abort them. Ni nabii wa Mungu. Yamkini ni nabii wa Mungu kabisa na alianza vizuri. Lakini ghafla neema, ile roho ya neema inayosababisha watu wajali wokovu, caring salvation, start to depart from them to the extent salvation to him is nothing again. Huwezi kutembea kwenye hofu ya Mungu kama umepungukiwa na roho ya nini? Ya neema. Hiki walitambua mitume, wakawa wanaombeana kila siku, wanasema neema ya Bwana Yesu Kristo ikae pamoja nanyi siku zote. Let the spirit of grace. Waebrania sura ya 12:15 nasema, mkiangalia sana mtu asipungukiwe na neema ya Mungu, shina la uchungu lisije likachipuka na kuwasumbua na watu wengine wakati wa unajisi kwa hilo. If you become the shortage of God's grace, it's not only about you, even people will be defiled. Hajasema likatokea ghafla, likachipua. Na si tu hivyo, na kuwasumbua. Ndo unakaa hapa ni mchungaji, unasumbua watu tu. You disturb people. Wakisema hivi uelewi, wakisema umepungukiwa na roho ya neema inayoleta nini? Hofu ya Mungu. Kwa hiyo uwe hakika utakuwa msumbufu. Unatongoza wachungaji wenzako, unatongoza washirika, unaama utafikiri mchimbaji wa madini. Bwana asifiwe sana. Unaama kwa binti huyu, unaenda kwa binti huyu, unaenda kila mahali. Neema imepungua kwako, na kwa sababu hiyo hofu ya Mungu imeondoka. Na kwa sababu hofu ya Mungu imeondoka, matokeo yake ni nini? You don't care again. Shina la uchungu lisije likachipua na kuwasumbua. Alafu mbaya zaidi sasa, na watu wengine wakati wa unajisi kwa hilo, watu wakaangaza kama mchungaji yeye sasa amefanya hivi, mimi ni nani? Binti mmoja alikuja ofisini kwangu, alikuwa kwenye huduma fulani, I don't know. Alafu naomba niseme lugha moja, na nilisikia juzi Bwana akiniambia kuna mambo mengi Mungu ananisaidia kucorrect kwenye nchi. Naomba niseme na kwenu na mnielewe. We don't correct because we are perfect more than anyone else. We correct so we can find the best, and through us that the best can start from. Nilienda nchi fulani Nigeria, tuka request Bolt. Amen. Huko nchi tunatumia Bolt. Kwani naama na magari hapa? Tuka request Bolt. Tulitaka kuzunguka. I don't know, is Lagos? Yes, it's Lagos. Sasa hebu leo tuzunguke Lagos hapa. Tuzunguke tuangalie mji wa Lagos. Kwa hiyo tukam request Bolt, akaja tukamwambia we want us to take you everywhere so we can see the land. Kuanzia saa 1, saa 2, saa 3, saa 4 usiku. So tukam request mtu. Yule aliyekuja alikuwa ni amekuja na pombe, ameiweka pembeni ya kiti.
I was shocked. So, hivi tunaendeshwa tena na mlevi leo? Nchi ya watu huwezi kusema chochote. So he must have to drive a car. Wakati anaendelea kuendesha gari anatuza, why are you here in Nigeria? So we are going to attend a conference. Where? He said, tunaenda Makudi huko, tuna program. Do you know, even me, I'm a born again Christian. In fact, I am a pastor. Umenisikia Joseph? Na mimi nimeokoka, na msishangae mimi ni mchungaji. Haikunishtua sana. Yani hadi hapo nilikuwa sijashtuka. Nilishtuka sana baba yake wa kiroho nani? Because he mentioned a man who I follow and I believe. You know? Na kwenye huo mkutano niliokuwa naenda, na huyo mchungaji naye ndo alikuwa ni moto. Na alipokuja pale madhabahu sema, in my church I don't play with sin. I say, kai. Nitamani nimfuate nimwambie, sir, we have found a thief in a certain road. Usijiaminishe kwa kuona watu wamekaa hapa wamevaa vizuri ukasema I have sheep. Ujue kabisa hapakosekani Yuda huyu. Kama kwenye 12 kuna Yuda mmoja, kwenye 50, 60, 70 kuna Yuda wangapi? So nikamuuliza, are you sure? I said, yes, I am an assistant pastor here in Lagos. We do ministry. Anaanza kuelezea. Halafu anashuka anasema, let me add one drink please. I said, do you allow to drink? I said, no, these are things we are fighting with. God will help us. Nikaenda Makudi kule nilipoenda kwenye mkutano. Nikaenda kwenye ule mkutano. The pastor come. My God. Pastor brought down fire. Pastor speak the message of salvation. I see people running and kneel down. Nikasema amebaki mshirika wako huyu, one among of your men. Tangu siku hiyo ni kama Mungu alinitumia mimi ujumbe. I say to God, thank you give me pastors and everyone, but is there you also. Wote tuliokuwa kwenye ile gari nilienda nikawaambia, mmeona tukio hilo? Wakasema labda tufafanulie kwa kweli. Upeo wetu umefika mwisho. Nikawaambia tunatakiwa kufundishwa ya kwamba no matter how anointed you are, usio kafikiri kila aliyekufuata na umempa majukumu ndani ya kanisa ameokoka. You can assign even witches. They are front but they are wizard. Huyu mtu nilijiuliza maswali yafuatayo. Do you know the pastor? I cannot mention to you because I am anointed. But the pastor, if he preach about salvation and the rebuking of sin, you cannot believe that a pastor we found is a Uberman was living that life of immorality. Tulipotoa kwenye ile section ya kwanza, mchungaji mmoja akaniambia, yani huyu mchungaji angejua mshirika wake tuliokutana naye, sijui kama angekuwa na ujasiri wa kuhubiri alivyohubiri leo. Kaambia no. Watu ni watu na neno la Mungu ni neno la Mungu. Kushindwa kwa watu akulijeuzi neno. If people are failing, if a pastor is failing, it does not turn the word of God. So the word of God will still be preached, because the word of God is above people's faults. It's above people's weakness. It's about people's nonsense and everything. Moja ya kitu roho ya neema inafanya, hakika inakurudishia roho ya hofu. Hofu ya Mungu. Unaanza kujali wokovu ulioupokea. Hapa ndio mahali hata ukienda kutenda dhambi, unaenda huku unatetemeka. Watu wanakuangalia, umechanganyikiwa? Sema sijachanganyikiwa. Unatetemeka. Kwa nini? Hofu ya Mungu imekuvaa mpaka kwenye mifupa. Hofu ya Mungu imekushika kila mahali. Ukiona tunawaambia, tunakupa maelekezo, you don't obey it. Uyatii, na unaweza ukaja bado ukakaa front. Yaani uko makini namna hii kabisa, kana kwamba unatii kile tunachokuambia. And you don't obey. Na unajua nafsi yako kwamba uyatii hayo maagizo. Maana yake umepungukiwa na hofu ya Mungu. Watu wa zamani walikuwa na hofu ya Mungu, na ilikuwa wakimtenda Mungu dhambi na wakimkosea, hawana hata amani tena. They don't have peace. They will make everything to make sure they reconcile with God. When the fear of God, hofu ya Mungu, ikiondoka kwa mtu, anaweza kawa amekaa hapo ananiangalia, na akitoka hapa ana appointment fulani. That's a definition. Fear is already depart from you.
You have shorted of what we call the spirit of grace. When the spirit of grace depart from a man, ama neema ikipungua kwa mtu, cha kwanza kinachoondoka ni hofu ya Mungu. Lakini roho wa neema akishuka akakaa pamoja na mtu, oh my God, fear is like insulation again of fear of God. Hofu ya Mungu inakuwa hizo. Jambo la pili, roho wa neema ufanye nini? Roho wa neema akiwachiwa ndani yako ukufundisha kukataa uovu. Achana tu na kumhofu Mungu. Kuna mahali unaanza kufundishwa kutenda mema. Isaya sura ile ya 1 anasema jifunzeni kutenda mema. Hii ni kazi ya neema. Ndio maana unasikia Biblia inasema neema imefanyeje? Imefunuliwa, nayo yatufundisha. Ni roho wa neema atakaye kufundisha. Anasema Isaya 1:17, jifunzeni kutenda mema, takeni hukumu na haki, wasaidie. Kuna mema mengine huwezi kuyatenda mpaka umefundishwa na roho wa neema. Unaanza shule. Anasema jifunzeni kutenda nini? Kuna mema ambayo aisee sio kipawa, sio karama. You pass it. Kwa mfano, umezoea kuwa unaongea, halafu roho wa neema anataka akufikishe mahali uwe na discipline ya kutokusema. Hata kuja kufanya bubu, atahakikisha kwamba unaongea, halafu anaondoa amani halafu unajua nimezidisha hii nimezidisha. Umenisikia? Atakwambia tu this is overdose. Halafu unashangaa ghafla unasikia kutubu. Ukitubu baadaye, ukipewa nafasi ya kuongea, mbona utaongea kwa nukta? Mungu nukta, wa Bwana wetu Yesu Kristo nukta, wa Isaka nukta. Umekukana na watu ambao wanaongeaga kama leo tu nilikuwa namcorrect ule binti hapa. No, that's not how we talk. Don't create noise. Kwa sababu listen, your speech introduce you. Kuongea kwako kuna kutambulisha. Walipomsikia Petro anaongea, walisema hata kusema kwako. Uwe na uhakika hakuna shule utatembea na Mungu kama hajakufundisha kuongea. Achana na wale wanasema mama, dada, shangazi. I don't mean that. Kuna mahali Mungu anaanza kufunga koki za maneno. Ukishafika hapo, inashangaaga sana. Ezo unadhana na walokole ambao wako mahali wanaongea kama wamechanganyikiwa. Ametoa hii, amepeleka. Sasa go and find God. Muulize mtu yoyote ambaye amepita shule ya kiroho, atakwambia moja ya eneo ambalo Mungu hakikisha ya kwamba amekusaidia ni kukufundisha namna ya kusema, how to talk. We call it a speech discipline. Hadi kusema kwako kufanane na Bwana. It is not possible. You are a pastor, you are a prophetess, you are everything. Unakaa katikati watu unaongea unavyotaka, unaropoka kila kitu, hata yasiyotakiwa kusikika hapo. Bwana asifiwe sana. Jamani, mmeelewa? Sijaelewa, nafikiri baba inabidi ajitafakari tena. Yaani unaongea katikati ya watu, hata kama umeona mchungaji wako amefanya makosa, you speak before people. Roho wa neema huwa anafunga speed governor kwenye mdomo wa mtu, anakusaidia. Hakika yake ukisikia anasema jifunzeni kutenda mema, learn to do goods. Doing goods is not a gift. Doing goods is a learning process. Yani kufanya vyema sio kipawa na karama. Kuna mahali kufanya vyema kuna kuhitaji kufanyeje? Kujifunza, genuinely learning about it. Biblia inasema roho wa neema atakachofanya ni nini? Roho wa neema akija kwako ataanza kukufundisha kukataa, kukufundisha kukataa uovu. Ukishaanza kuona ya kwamba uovu una nguvu, utaki kwenda na unajikuta unaenda, you need to cry for the spirit of grace. You have shortage of grace. Utaki kufanya na unajikuta unafanya, maanake kilichopungua ni neema ya kukufundisha namna. Cry for the spirit of grace. Grace teach people.
That spirit of grace teach people, it help people to learn to do good. Inawasaidia watu kujifunza kutenda mema. But if that spirit of grace is departing from a man, what will come next? Yale mema yanageuzwa, anakuwa ni mwalimu mzuri sana wa kufanya mabaya. Unakuwa mpagani ndani ya kanisa. Ndio maana unashangaa unasema, yani wamama wa mtaani. Unajua kuna watu wametoka makanisani wameconclude kabisa wakasema ni heri kukaa mtaani kuliko kanisani. Hujasikia watu wa namna hiyo? Kwa sababu gani? Wamekutana na watu ambao they are strangers, they don't have completely love. Huyu mchungaji ametoka, uliniambia umetoka wapi tena bwana? Mwanza. Ulikuwa kanisa lako la Mwanza ulikuwa wapi? Kagera. Akapigwa vita na walokole, vita ya maneno. Nakumbuka nilikuwa Mwanza, nikampoint huyu mama mchungaji, nikasema naona roho ya maneno iliyoharibu huduma yako. And this pastor was laboring, ana kazi na kila kitu anakifanya kwa mikono yake mwenyewe, with money and everything. Sio akuwa maskini, alikuwa milionea. Akaenda akaanza kanisa mahali, and Pentecostal people start to oppose him. Yale maneno yakapata nafasi ya kumdhoofisha katika kiwango ambacho akaacha kanisa, akaacha kila kitu. Huyu kama asingepata neema ya kurejeshwa kwa Bwana, conclusion yake juu ya uongofu ingekuwa ya namna gani? Wewe unafikiri ungesemaje? Na hujauona upendo wao, ungewaelewa walokole? Kuna just have a seat, sir. Kuna silaha ambazo kuna silaha ambazo ukipigwa nazo ni heri asemekane amefanya mtu mwingine, lakini sio huyu aliyeamini. Unaonaje umeokoka ndani ya kanisa na nyewe wote ni wachungaji, halafu unaambiwa taarifa za mchungaji mwenzako anayekusengenya, anayeeneza habari mbaya juu yako, halafu mnatakiwa mje mshikane nini? Mikono, muombe pamoja. Utamwelewa? Mimi nikupe tu siri, ukisikia hizo habari kwa mtu ambaye amezileta, mwambie hamna shida, nimezipokea. Ikiwezekana mshike yeye mwenyewe mkono, usitake kuharibika. Mshike mkono, mpeleke mpaka kwa mhusika, mwambie nimesikia 1 2 3 4, sijajisikia kwingine, sijasikia mbali, huyu kaniambia. Wala usiogope. Na niletewe hiyo kesi kwamba umefanya hivyo na huyu mtu akakataa, nitafukuza aliyesema, nitafukuza na aliyeleta taarifa. Maanake hata yeye mwenyewe amechangia. Kwa sababu sisi tunatakiwa kubebana, sisi tunatakiwa kusimamiana, sisi tunatakiwa kuyafanya yale ambayo Mungu anataka tufanye, sisi tunatakiwa kupendana. Na Biblia inasema watawajua mmekuwa wanafunzi wangu, sio kwa sababu mnatoa mapepo, kwa sababu mna upendo wa ninyi kwa ninyi. If you lack love, what you are practicing is a witchcraft. I said always, right? Yes. If you cast out demons and what you are practicing, it will be a witchcraft. Don't ever entertain some nonsense issues, hasa zile ambazo zinashambulia imani yako, is direct to your faith. Yani kuna watu wamekuwa hadi wachungaji lakini hawajafundishwa nidhamu ya kuongea. They talk anyhow, they talk anything, they spread everything, they talk anywhere, they talk anyhow. They don't have the proper speaking discipline. Aseme nini, wapi, kwa nini, ili nini, hajui hiyo. Wakati namrelease Apostle kwenda Dodoma, mshirika mmoja akanipigia simu, miaka hiyo sijui ni mingapi, sijui ni miaka au ni siku ngapi, mwaka mmoja sasa. Akanipigia akaniambia, baba, naomba umsikilize Mungu tena. Hivi kweli Mungu amesema umwachie Apostle? Nikamwambia, kwani unasema? Hata wachungaji wengine wachache walisema hawajui kama ni Mungu amesema. Can you imagine a pastor? Manake hadi umshirika anasema namna hiyo, manake uliongea somewhere somehow, you vomit your nonsense. Na uzaka huko hapa kichwa kubwa ukumbuki. You don't
don't even remember because you are operating in your ignorance. Bahati mbaya au bahati nzuri, ule mshirika mimi nilikuwa simjui, namba yake ningeni mpaka leo sijamfahamu. Nilitamani sana nijue. If you can doubt what the Lord said to me, why are you here? Why are you wasting your time? Because you are playing with your destiny. Go and trust yourself. Unafikiri tunacheza kamari na hizi kazi? Kama isingekuwa ya Mungu huu mwaka mzima huu, hii kazi ingekuwa hapo imeongezeka mara ngapi? Unajua hofu yao ni kwamba kana kwamba kazi isinge apostle ndio kila kitu, mnamuua. Wakati hata mimi Mungu ananiambia ukiendelea kumweka hapo unamharibu. Let him go and do the ministry. If a pastor can talk that kind of nonsense, a pastor, you are a plaster and not a pastor. You are just a plaster. You are just a simple plaster. Roho wa neema atakusaidia kujifunza sasa kutenda mema. Aya. Kuna mahali panaanza kukudimandi kujifunza tena kutenda mema kama mtoto. As a baby, unaanza kujifunza kuongea. Na hata kama ulikuwa umeamka zambini, ukimuomba Roho wa neema aje na wewe, anaanza na wewe moja. Anaanza kukufundisha moja. Wala hawezi kuashumu kwamba kwa sababu ulishakoma mpaka yani ukaona unataka dhambi huku unaenda kwa lugha. Bwana asifiwe sana. Yani hiyo kazi ya Roho Mtakatifu hiyo, umenisikia? Yani hiyo kazi anaokuja huyo Roho wa neema, anaanza na wewe kama anayeanza kuongea tena. Don't take you as an apostle. One prophet come to my office, wakati of office iko huko, and he cries, say, help me. I said, what's wrong? Say, sir, I've been stopping myself buying prostitutes, and I fell. I've been repenting, and nothing is changing. I come to realize this man need another mechanism, introducing him again to the spirit of grace. Because that spirit of grace will bring you back to special training. Jifunzeni kutenda mema. Nayo neema ya Mungu imefunuliwa kwetu. Nayo yatufundisha. Yatufanyeje? Yatufundisha kukataa ubaya. Utagundua kuna umuhimu sana wa Roho wa neema. Ukimpoteza Roho wa neema, you have lost 99% of your salvation. Tito 2:11 nilikuwa nimeandika hapa. Tito 2:11. Maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa kwetu. Angalia, imefunuliwa kwetu. Nao yatufundisha kukataa ubaya, 1, tamaa za dunia hii, 2, tupate kuishi kwa kiasi, haki, utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Have you seen there? Mimi kama umeona hapo. Nayo neema yatufundisha kukataa ubaya, 1. Yani moja ya kitu Roho ya neema akifunuliwa kwako atafanya, atakufundisha kukataa ubaya. I think you need to know, it need understanding to reject bad things. Yani inahitaji kujua kukataa ubaya. Lasi utakuwa unashangaa, mbona naomba na nazini? Mbona naomba na naiba? Mbona naomba na nasengenya watu? Mbona nafanya hivi vitu vyote na naizi takataka zote? Umeshindwa na Roho ya neema, ambayo hii Roho ya neema ndio inawafundisha watu kukataa ubaya. Kukataa ubaya. It teaches deny ungodliness. Namba 2 anasema tamaa za kidunia. Ile Roho ya neema inakukumbusha upo duniani, chunga tamaa mbaya. I was teaching people, and I think God will give me grace to teach. There is a time God wants to shift your faith from emotional faith to functional faith. That time, He must test your faith. If you love God because every prayer you are praying, He says yes, and you believe because He says yes, there's a dimension of faith you need to believe even God's no.
Kama unasema unamwamini Mungu na unampenda Mungu na kumtumikia Mungu, kwa sababu kila anachokisema kwako, unachomwambia ndio, naomba gari, ndio mwanangu pokea, naomba nyumba, ndio mwanangu pokea, nataka hela, ndio mwanangu pokea, you are not yet having faith. That's not faith. Hiyo sio imani. Pole, naomba nikwambie wazi, kama imani yako imejengwa kwenye kupokea tu, kila anachosema Bwana unachoamini ni kupokea tu, you don't have faith. You are emotional faith. There is a dimension of faith where you need, through that faith, to receive even bad things. That's where Job reached. Hapo ndio Ayubu alipofika, akasema, je, Mungu atupe mema asitupe mabaya? Manake kama ambavyo nilitumia imani kupokea mambo mazuri kutoka kwa Mungu, natumia pia imani hiyo hiyo kuyapokea mabaya haya yaliyoletwa. Dada mmoja alinitafuta akiwa nchi fulani, anafanya masters yake, and immediately anataka tuombe Mungu afanye muujiza ili apite, na nikamwambia Mungu anaenda kukushangaza, utaleta ushuhuda. Obviously nilisikia Bwana akisema, sio nilikuwa namtia moyo. Wakati anafanya ile dissertation yake, alipoenda kwa mzungu akamwambia, this is the worst job I have never seen. Mbaya kupita kawaida, sijawahi kuona. I think you are doing masters, you understand how it is. You start again. And that white man, kazi aliyoiandaa kwa miezi 7, huyo mzungu akamwambia, rudia miezi. Can you feel that pain? And she came to me and called, say, man of God, baba, siwezi kuongea chochote. Baba, kwa nini Mungu amenifanyia hivi? Baba, sijui naanzia wapi. I say, madam, what's wrong? He say, wamekataa dissertation yangu, wamenirudisha tena miezi 2, na nikishindwa na miezi 2, manake wenzangu wata graduate, mimi sita graduate. Nikamwambia, unaona inawezekana? Sema, baba, kwa akili zangu siwezi kabisa. Nikasema, wow, there we can start now. There now we can start. Do you know what? When I was asking God, why have you allowed it to come? He said to me, I want to shift our faith from emotional faith to the functional faith. Mungu akitaka aiondoe imani yako kutoka kwenye imani ya kihisia, just an emotional faith, uwe na uhakika ataijaribu kwanza. He will test it. And one of the greatest test, it is no. Will you accept his no? Kwa imani ile ile ambayo ulikuwa unapokea kila siku, alafu kwa imani hiyo hiyo tena upokee hapana ya Bwana, ni watu wachache sana. You know, many people say by faith, kwa imani lazima hichi kitatokea. Unaamini. Wewe unafikiri unaamini kwa sababu always God says yes. Father, I need money. Yes, my doctor, tomorrow you'll receive it. Hallelujah. Father, I need a baby. Yes, my daughter, you receive it. Hallelujah. Huyo sio Mungu tena, ni zwazwa. You have found zwazwa. You have found your own zwazwa. Your own zwazwa. There is another part of God that is no. And you must say yes even in no's by faith. Hey. Una kama mna huruma tena, mnatia huruma. Hebu punga mkono namna hii kama mpo. Yaani ukubali tena kumwambia Mungu ndio na amekata. Hivi unajua hata mtoto unataka kumpima utii, usimpime kwa sababu unampaka kila kitu. Siku moja akwambia, mama nataka kutoka, mwambie hapana, kaa hapo. Reaction yake ndio itakuonyesha kama ni mtii. Kuna mahali Mungu anatufikishaga hapo, anasema hapana kwako, alafu anataka kama ambavyo unavyopokeaga ndio kwa furaha, uipokee na hapana pia. Job was a professor of faith, what we call restorative faith, and not only restorative faith, functional faith, from emotional faith to functional faith. Ibrahim, he was a father of faith, not because of receiving faith, but functional faith. Hata Mungu alipompa Isaka akamwambia mtoe, maandiko yanasema akaamini hata Mungu anaweza kumtoa tena katikati ya kuzimu. Kwa hiyo akawa tayari hata kumuua nani? Isaka. Will you receive no of God by faith? Because you cannot receive anything that God bring to you without faith. Even no.
Kama ambavyo unapokea kila kitu kwa Mungu, si unapokea kwa imani? Hata hapana yake unaipokeeje? Hiyo unaipokeeje hiyo hapana yake? Mbona kama mnielewi? Hapana yake mnaipokea juu juu, sio? Ndio maana una maswali mengi. Kwa nini Mungu? Do you know in the process God will test your faith, and if God is testing your faith, you will come to realize it will be a lot of no's. No, stop it, not this time. Stop it, not this time. That's the time you will know you are a son. Walokole wote wanaamini ya kwamba wanampenda Mungu na kumwamini Mungu kwa sababu kila anachosema kwa Mungu, Mungu anajibu ndio. There is another part of God that is no. And that no, as how you receive yes, you need to receive no by faith. Ayubu alipokea hapana ya Mungu kwa imani. Akasema Mungu atupe mema tu, asitupe mabaya. Maanake nimekubali, nimeshachunguza haya mabaya hayajatoka kwa mwanadamu, yametoka kwa Mungu, na yavaa na yenyewe nimeyapokea kwa imani. Watoto waliokuja kuwa nao Ayubu, maandiko yanasema katika Mashariki ya Kati hapokuwahi kutokea mtu mwenye watoto wazuri kama wa Ayubu. Hapokuwahi kutokea tajiri kama Ayubu. Siri ya Ayubu ni nini? God transformed his faith from emotional faith. Na hapa ndio kuna malalamiko mengi. Mungu, kwa nini umeruhusu hii? Tunakupa unabii mzuri, unafukuzwa kazi kesho. Mungu anaenda kukuinua kesho, you are demoted. Unaanza kusema kuna roho inapambanaga na milango yangu. Mungu anasema wewe ndio roho yenyewe, you are the same spirit. Kuna roho inapambanaga, almost their spirit, you call it you create your own spirit, almost their spirit, and you start to fight it. Mungu anasema my friend, I am about to shift from emotional faith to a functional faith. Imani ambayo nikikwambia chochote wakati wowote uko tayari. Kama unavyopokea mambo makubwa anayokufanyia kwa imani, nikikataa pia upokee kwa imani. Tell your neighbor there is no, and that no you must receive by faith. Mwangalie jirani yako, mwambie kuna hapana, na hiyo hapana lazima uipokee na yenyewe kwa imani. Ukiona inagoma kupokea hapana kwa imani, you are moving with what we call emotional what? Unatembea na imani ya kihisia. Akiniambia Daniel right now shift from Dar es Salaam to any part of the world, I will say it yes. Where am I going? I don't know, I don't care, but I believe. Stanza kuangalia umejenga ofisi, umejenga nini. That's a sign you don't know what you are talking about. You are not even in God's mission. Muulize jirani yako, unapokeaga kweli ndio kwa amani? Utainuliwa ndio, amina, na iwe hivyo. Maranatha. Mara utabarikiwa, amina, maranatha. Utakuwa mtu mkuu, amina, maranatha. Asante Mungu wa Isaka. Hallelujah. Now there is a time he said no, we will receive by faith, amen, maranatha. Unashangaa mtu amenyong'onyea hivi nini? Yaani nilimwomba Mungu sana juu ya hili jambo, lakini sijaona matokeo yake. Nilitamani sana Mungu afanye jambo, sijaona matokeo yake. There is a time God wants to shift your faith from emotional faith to functional faith. At that dimension, he must test your faith by saying no. Na hapo ndio utajulikana wewe ni mtii au sio mtii. Hapo muulize Ibrahimu, si alipokea kwa imani Isaka? Amen. Na macho yake yote akawa anamwangalia Isaka, asema Isaka mwana wa Mungu. Akaona kabisa ahadi za Mungu zimeshafanyeje, zimeshatimia. Sina Isaka mbegu ya kiume. Sema amina, sema amina. Una shida gani? Alafu Bwana akamtokea akamwambia mtoe Isaka. Unaona hiyo ndoto inavyozimwa na matamanio yote aliyokuwa nayo yakafa, yakaondoka. Mimi sitaki kuja huko ambea Bwana asifiwe sana. Matamanio yote yakafanyaje?
yakaondoka. Sema amina. Amen. Yalipoondoka yale matamanio, akakubali kwenda kumtoa nani? Isaka. Biblia Paulo ndo anafafanua vizuri, anasema kwa sababu Ibrahimu alisema hata Mungu haweza, kama aliweza kunipa huyu mtoto Isaka, haweza kumtoa hata kuzimu, yani anaweza kumfufua tena. Mungu alikuwa na huwezi kuitwa baba wa imani kama imani haijajaribiwa. Your faith must be tempted, and it will be tempted because of what? It will be tempted because God wants to shift your faith from emotional faith. You receive only yes, you don't receive no. You are so excited with yes, yani unafurahiaga sana yes. Utainuka, amina. Utabarikiwa, amina. Utaenda mbali, amina. Lakini Mungu akileta kauli nyingine, wewe unaambia Mungu, fanya namna. I don't know, I wish I could tell you that Jesus Christ received God's no by faith. Yesu Kristo alipokea no ya Mungu kwa imani, na alipopokea ile no ya Mungu kwa imani akahesabiwa mnyenyekevu na mtii, naye alinyenyekea na kutii hata mauti ya msalaba. Hivyo Mungu akamkirimia jina lipitalo majina yote. Maombi aliyoomba Getsemani yanaonyesha wazi ya kuwa tayari kwenda wapi, na jibu la Mungu lilikuwa ni nini? God, can you change this trip to the cross? Sema no. God, can you change? I don't want to die. God, I don't want to go naked to the cross. And he received no by faith. He said, si kama mimi nitakavyo, bali sasa mapenzi yako yatimizwe. Siku amesema namna hiyo, ndo saa maadui wakaja wakamkamata. The way to the cross, he was crucified. He accepted God's no. Any great man of faith knows how to accept God's no. Mtu asikudanganye, huyu Mungu sio zwazwa unavyofikiri hivyo, kama kila kitu yesa ndio mwanangu, pokea tu, kesho, wiki ijayo, mwakani itakuwa hivyo hivyo. Hamna. Kuna mtu mmoja akaniambia juzi, ananiambia, baba nampenda sana Yesu. Nikamwambia kwa nini? Ananiambia kila anachoomba anafanya. Yani kwa kweli Yesu wangu ni tofauti kabisa na Yesu wa watu wengine. Nikamwambia, madam, you are still baby. Wewe bado mtoto sana. Unajua unaendelea kula kile chakula. Maziwa. Wakati huo hata ukilia baba, anasema amina mwanangu, niko karibu na wewe. But there is a dimension, anakuwa kama hayupo lakini yupo. Sema amina. Yani mwambie jirani yako, God is no longer there but is there. Yani unakaa kana kwamba hayupo lakini yupo. Mambo hayaendi. Unaangalia kushoto na kulia, nani amekuloga? Anasema hujalogwa, ni mchakato. Bwana asiwe sana. Unaangalia kushoto na kulia, nani wakukusaidia? Hakuna wakukusaidia. Kwa nini nafundisha hapa? Nafundisha kwa sababu hii ni moja ya eneo ambalo Roho wa neema atakusaidia. Roho wa neema atakusaidia kutokuwa na mashaka na Mungu. If you find yourself, you start to doubt your own God, that means you have the shortage of the spirit of grace. In fact, the spirit of grace will empower you to everything concerning God. Roho wa neema atakusaidia katika vitu vyote vinavyomhusiana nani? Na Mungu. Ikiwepo pamoja hata na eneo la imani. Mwaka 2012 nilisoma kitabu cha mchungaji anaitwa Mgobilu. Mgobilu alikuwa ni wa TAG Manzese, sasa hivi yuko Marekani. And that pastor, vitabu vyake nilivisoma kwa sababu alikuwa anafundisha namna ya kufunga kwa ufasaha. Niliongelea siku chache hapa, naona kuna mshirika mmoja alinisikia, ameniletea vitabu vyote, viko pale. Tutaprint. Ukitaka nikupe. If you find those books, if you read how to fast, you can go 7-day dry prayer. You can go 21 days, even dry prayer. He had strategic prayer. He know how to teach fastings. Mshirika mmoja alinisikia naongelea sana kuhusu huyu mchungaji. Huyu mchungaji alikuwa anafanya kazi bandarini, bandari ya Dar es Salaam hapo.
Alafu Yesu akamtokea akamwambia, wakati huo Yesu anamtokea mwaka 1985 sijui na ngapi huko, Yesu anamtokea at that time, mshahara wake anasema ilikuwa kama 400. Unaweza ukapima ilikuwa ni shilingi ngapi sasa. He was a millionaire man at that time. And the Lord said to him, stop it and start my ministry. Mke wake alikuwa ni mbalozi sio nchi gani. Unaacha mshahara mkubwa namna hiyo, unaenda kufungua kanisa. Ibada ya kwanza alipata shilingi 1. Everyone saw him as a madman. Lakini vitabu vyake vilinisaidia sana kwenye eneo la kufunga. Yes, I learned partial prayer and other prayers. Tutahakikisha, hebu mtafute namna mnaweza print hivyo vitabu. Mchungaji yote anayetaka akitafute, viko part 1, namna ya kuomba ipasavyo na namna ya kufunga. Napenda sana namna ya kufunga kwa sababu men of us, we don't know how we fast. Tuokoka tuambiwa funga 3 kavu, unashindilia makande usiku, sema afadhali nishibe vizuri leo. Wanasiwe sana 3 kavu inaanza kesho. Unashangaa saa 6 una njaa kuliko mtu yoyote. Ujui ya kwamba there is a strategy of fasting. Roho wa neema atakufundisha kutenda mema, atakufundisha hata kumwamini Mungu. If you find someone who believe God, you just know the grace of God is functioning. Neema inafanya kazi. Ndio maana hakuna atakayejisifu kwamba ni kwa nguvu zangu, ni kwa akili zangu, nimeweza haya, nimefanya haya. You can never proud yourself, because there is something we call the spirit of grace that's empower you to do so. Hallelujah. Bwana asifiwe. Na ukishaanza kualign kwenye nguvu zako, ni matokeo ya wazi ya kwamba umeshaanza kushindwa. Ni mtu wa dini sasa, ni mfarisayo mzuri, sharpet farisi. Hallelujah. Namba 3 ni 3. Roho ya neema itakupa kuvunjika mbele za Mungu. Kuvunjika. You become a broken vessel before God. Watoto wa Mungu, unyenyekevu wa kibinadamu ni maigizo mbele za Mungu. My God. Unyenyekevu wa nini? Yesu anasema, jitieni nira yangu mkajifunze kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Ni roho ya neema uwafanya watu vipande vipande. It break people in pieces before God. If you find a man of God who is broken before God, is a man who the spirit of grace is functioning. La sivyo utaigiza. Bwana asifiwe sana. Utaigiza. Utakuwa mwigizaji mzuri. Utaigiza hadi unapiga miayo machozi yatoke. The spirit of grace. Naomba nikukumbushe pia, Mungu leo kuna kitu nataka niseme hapa. Mungu anatumia vyombo vilivyovunjika, the broken vessels. Na ndio maana kama utaki kuvunjika, atahakikisha anatumia mbinu yote kuvunja, wala hatajali. Bwana asifiwe sana. He will do any way to break you in pieces. Yani mpaka ufike mahali ujue sijui. Bwana asifiwe sana. Ufike mahali ujue siwezi bila nguvu zake. God always using broken vessels, vyombo vilivyovunjika. Hapa kuna kitu nataka niseme kikubwa sana kwa ufunuo. Zaburi ya 51 mstari wa 17. Tukishapoteza kuvunjika, tumepoteza utumishi wetu. Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika na moyo uliovunjika na kupondeka. Mungu utaudharau. Nataka niseme nini? Anything we do out of broken spirit and contrite heart is not counted as a sacrifice in the sight of God. Chochote unachokifanya nje ya roho iliyovunjika na moyo uliovunjika sio dhabihu mbele za Mungu. In fact, is uncounted. Hakihesabiwi. Sijui nirudie nilichosema. Unajua maana hilo andiko hapa? Dhabihu za Mungu ni roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. That means anything you do in this kingdom, minor these 2 things, is not a sacrifice. Are you doing a ministry with a broken heart?
and a tremble and contrite spirit. Atumia neno nzuri sana hapa, contrite heart. Chochote unachokifanya kwenye ufalme huu minus these two things is countless. Huduma tunazozifanya bila moyo wa kuvunjika na kupondeka mbele za Mungu si sadaka. Anasema haiwezi kuwa dhabihu ya Mungu. Dhabihu za Mungu ni chochote kinachofanywa katika roho iliyovunjika na moyo uliovunjika. Ni mara ngapi umefanya utumishi wako kwenye kiwango hichi ili ihesabiwe kuwa umefanya kitu mbele za Mungu? If we are doing ministry for competition check there. Chochote unachokifanya kwenye ufalme wa Mungu bila roho iliyovunjika na moyo uliovunjika, maana yake ni kwamba hujawahi fanya kitu, kwa sababu always God responds to sacrifice. God is a spirit and in the spirit sacrifice is a language. Ukija kanisani ili kujionyesha umekuja, ukija hata hapa ili kutimiza wajibu tu, nikaulizwa kwa nini asijaja, kwa hiyo unajibeba beba huko kama gunia la mahindi. Bwana asifiwe sana. Huyo unakuja unajiweka hapo, unasema afadhali nimeenda tu. You are there. I have to tell you, what you are doing is not a sacrifice. Ni heri ungelala nyumbani, ungeongezeka vitamini, mifupa yako inge relax. The sacrifice of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart. This, oh God, you will not despise. Hebu jiulize, for how long have you served God in that dimension so we can count this like a sacrifice? So umenisikia nachosema? Yaani ni mara ngapi umetumika kwenye kiwango kile ili ihesabiwe ya kwamba ni dhabihu? If you are doing ministry to impress people, you are doing ministry to show off, you are in a competition, who is better, who is not better, who is good, who is not good, sir, that's not a sacrifice. In fact, in another way we can say, if it is not God's sacrifice, it's a religious practice. Kama si dhabihu ya Mungu, maana yake nini? Ni matendo ya kidini. Kwa hiyo tutakuwa na wachungaji hapa ambao ni watu wa dini. Bwana asifiwe sana. Ndio maana wanashindana, mara wanavutana, huyu mimi ndio nimefanya hivi, mimi ndio nimefanya hivi. Unataka uni overshadow. Kuni overshadow, kuni over nini? Kuni over nini? Unataka uonekane bora kuliko mimi. Sijui kwa nini kuna watu wananipiga vita. Unapiga vita na nani? Tumemaliza vita na shetani, tuanze na nani anakupiga vita? Mgonjwa wewe. Bwana asifiwe sana. They are fighting me, they are fighting me. Who are those people who are fighting you? Ukiona mtu anakupiga vita sana, muulize, samahani, hivi umezaa shetani uje kwangu, maana mimi ni mdogo mno. Go finish with Satan and come to me. You carry it in your heart, say, they are fighting me, they are fighting me, they are fighting me. Who are they who are fighting you? Nani anapambana na wewe? Dhabihu za Mungu, manake chochote mtu atakachokifanya ili Mungu akihesabu ya kwamba ni kafara, ni utumishi mbele zake, lazima kifanywe katika roho iliyovunjika, moyo uliovunjika na kupondeka. Kama kinafanyika nje ya haya, is not counted, is countless. Nisije nikaacha wakanionaje, nisije nikaacha wakanisikieje, nisije nikafanya hivi ikaweje. You are doing with those reasons, without broken spirit and a broken and a contrite heart. What you are doing is countless in this kingdom. You are doing it out of religious practice, and God is not a religious. Ikiwa hata unaimba ukiwaza watapokeeje, find the broken heart, find the contrite spirit, find it genuinely from God. Ndipo utakapokuwa na dhabihu. Nataka ujue kwamba chochote unachokifanya kwa Mungu minus broken soul, broken spirit and a broken and a contrite heart, my friend,
you are doing a religious practice. Is countless, hakihesabiwi. Kwa hiyo kuna watu ambao they are doing ministry for 30 years and is uncounted. Kwa nini? Kile wanachokifanya kimekosa hivi vigezo viwili: broken spirit and a broken and a contrite heart. Moyo uliovunjika na moyo mnyoofu uliopondeka pondeka. Ndo mahali unafika, unachaguliwa, unasema hata kama watu nje wanaona una sifa zote, unasema hakika yake. So unasema kwa mdomo, moyo ndio unasema sikustahili jambo hili, nimelipata bure tu. Chochote unachofikiri unastahili mbele za Mungu ndo ufai. Haleluya. You don't deserve it. Ukishakaa tu ukasema mbona mimi nastahili kabisa, na nastahili kabisa yani naweza nikapiga gombo pale, wanipe siku moja nipige. Unataka upige nini? Mahindi hapo mtaani, Bwana asiwe sana. Na mahindi mengine unaweka tu kwenye mfuko, Bwana asiwe sana. Unaanza kupiga, Bwana asiwe sana. Unanyanyua. Umewahi kwenda kuvuna mahindi, alafu mnajaza kwenye magunia, alafu mnaanza kazi ya kuyapiga kinyakyusa. Yes, watu wanasema mchungaji, nipe nafasi nije nipige hapo, nipige kidogo, nasikia nachemka, nataka nije nipige. Sa what are you beating? Anything we do in this God kingdom minus a broken spirit and a broken and contrite heart is not a sacrifice. So it has no reward. Utafanya mchungaji akuone unafanya, utafanya mtumishi akuone unafanya, na utachoka, kwa sababu you are not doing it for God, you are doing it for pastor. Mwisho kabisa kitachotokea ni nini? Shina la uchungu litachipua, maana utasema mbona hawaoni? Mimi nimejitahidi sana, nimesimama nao kuanzia huko walipotoka. Umesimama nao, sio na Mungu, umesimama nao. Usije ukasahau nao. Mwambie na kusahau hiyo nao, hiyo nao usisahau. Umesimama nao, hiyo nao usije ukaisahau. Nimefanya kila kitu pale, mimi nimefanya, hata Mungu anajua sikuwahi kuwa mbaya, nimefanya pale, ni pale. Usisahau hilo neno pale, lakini hujafanya kwa Mungu, maana umefanya pale. You are counting where you are. Chochote tukifanyacho ambacho hakijafungamanishwa na roho iliyovunjika na moyo uliovunjika kwa kuogopa na kutetemeka mbele za Mungu, my friend, it's not a sacrifice before God. Hata akikupa hela nyingi ukazileta sadaka, few weeks ago someone came to my office and say, nataka nimwage zege eneo zima la kanisa. It's a billions of money. Yani hilo eneo lote unaoliona kuanzia hapa mpaka kule, God touched it to finish it. And I say, sir, let me pray. It's not about the money you want to give. It's millions of money. In fact, so chini ya milioni 25-30 kumaliza hapo. Kama nondo tu hapo tumeweka zaidi ya milioni, karibia milioni 40. Hizo nondo unazoona zinaingia leo hapo ni milioni zaidi karibia 40. In fact, it's a 40 million cash.
na bado hapo ufundi na kusuka na kufanyeni, alafu juu yake ndo imwagwe zege na bado hujanyanyua. And the man says, I think I'm convinced in my heart I have to do it. Inawezekana ukaangalia sema kwa majukumu tulionayo Bwana amekuleta kabisa, yani ni wajibu wa kiroho. I say no sir, let us go and pray. If God says yes, you'll do it. If he says no, you'll never do it, because ministry is not what we do. Ministry is what the Lord help us to do. And ministry is not what we plan to do. Ministry is what the Lord planned for us to do. Usianze kupanga huduma, kubali Bwana akupangie cha kufanya. Nimekwambia mimi nilikuwa nahubiri hapa juma ngapi sijui kipindi hicho, tuwe mara kule na kuja ibada kama nza katikati na hubiri, Jumapili na hubiri. Kumbe mwezi mzima au mwaka mzima nilikuwa sifanyi huduma. Kwa nini? Sijawahi muuliza Bwana unataka nini wiki hii? Nilipomuuliza akaniambia nataka ukae ufundishe watu wangu semina ya wakati wa majilio wiki nzima, na ndipo akanifungulia mlango wa baraka. Don't plan, allow Holy Spirit to plan for you. Make sure that you hear from God. Don't arrange yourself, allow Holy Spirit to arrange for you. Ina gharama lakini inalipa. Anything we are doing for this God without a spirit, a broken and contrite heart, hello, is not a sacrifice. Mtu huyu ndiye nitakaye muangalia atetemekae asikiapo neno langu. Ukishaanza kuona roho ya kutetemeka na kuogopa katika wajibu Mungu aliokupa imeondoka, unahitaji roho wa neema. Usiangalie uzoefu ulionao na ubora, you know? Usiangalie uzoefu na ubora. Unajua kuna saa unaangalia sema hata hivyo Mungu anajua, amenijaza akili. Do you know, pamoja na sifa zote Musa alizokuwa nazo za uwezo wa kuwatoa wana wa Israeli Misri kwenda Kanaani, mwisho alisema sitoki hapa uwepo wako usipoenda na mimi. Usitutoe hapa. Bwana akamwambia Musa, hamna shida. Si umetaka uwepo? Sikiliza, nawapa malaika wangu aende mbele yenu. Musa akasema, do you know, hakukuwa na mtu alikuwa na moyo wa kuvunjika na kunyenyekea mbele za Mungu kama Musa. Mtu wa hulka ile hakuwepo hata katikati ya Israeli. Ni Musa peke yake alikizi vigezo hivi. Mungu akamwambia, nakupa malaika aende mbele yako. Musa akasema, kama nimepata neema machoni pako na kama nimekubalika na wewe. Neno neema alilisema Musa mara ya kwanza. Anasema kama nimepata neema machoni pako, nimestahilishwa nisiyestahili, ukanichagua katikati ya Israeli wote, basi uso wako na uende pamoja nasi. Ndipo Mungu akamwambia sawa, kwa kuwa umeng'ang'ania sana lakini mimi ni mkali, lazima ni heri tuende na wewe. Malaika uaga anatii oda. Hivi unajua wana wa Israeli wangeenda na malaika wasinge hata fika bahari ya Shamu. It's very easy to deal with God more than even angel. God is merciful. Angels, they don't know mercy. When an angel is sent to kill you, that you just know that's the end of you. Labda akukuta umetubu. Malaika akitumwa akaambiwa kamuue fulani, go and feed. Muulize ule alikuwa anasoma nini? Speech. Alikuwa anaitwa nani? Chango kikashuka kutoka mbinguni. Herode alipiga speech hadi watu wakawa wanapiga mbao namna hiyo. Sauti ya Mungu sio ya mwanadamu.
sauti ya Mungu, sio ya mwanadamu. Mungu akasikia huko mbinguni, akasema malaika achomoka. Malaika akavaa fomu ya chango chap chwa kama upepo, in a minute akapita kwenye matumbo ya nani? Ya Herode, akayakatakata. A man fall down immediately and die there. Angels, they don't know the language of mercy. Angels, they don't know mercy. But God, mimi ni mwingi wa rehema, si mwepesi wa hasira, ingawa ukinikasirisha kunigeuza tena. Wakaenda. Mungu akasema nitaenda na ninyi, na alama taweka nguzo ya moto, itakaa usiku, na mchana itawawekea wingu litakalotembea na ninyi. Musa akasema sasa tuende. Akanyanyuka. Safarini Musa alikuwa na moyo wa toba kuliko wana wa Israeli. He had a repentant heart more than Israel. Mungu anamwambia Musa, na waua wote, naanza kizazi na ofa gani nzuri namna hiyo? Yaani sasa hivi tu kuna watu wajitangaza ni watumishi sahihi kuliko wengine. Wangekuwa Musa wangefanyaje jangwani? Bwana asifiwe sana. They see other ministers like they are not ministers. Wema Mkai upo? Unanisikia? Yaani kama tu sasa hivi unaona kana kwamba una neema kubwa kuliko watu wengine. Ungekuwa Musa, Mungu anakupa ofa, anakuambia mpendwa, kwa ulivyonipendeza nimefurahiwa na wewe, na waua wengine wote, naanza kizazi nawe. Si unasema ndio afadhali? Bwana amejitolea kizazi kupitia ahadi ya Bwana itimie. Musa akavunjika mpaka chini, akamwambia Mungu, sikiliza, ukiwaua hawa watu ni aibu kwako. Anamwambia geuza uovu wako huu unaotaka kuwatenda wana wa Israeli. Ndipo Farao atakaposema Mungu wao amewachukua kutoka huko alipowachukua, amewafikisha mpaka hapa, lakini ameshindwa kuwasaidia. Musa akalia mbele za Mungu usiku kucha, mwambia basi nimeahirisha, lakini na hapa hawa hawafiki, hawa hawafiki. Mungu akasema pamoja na matoba, kuna toba zingine zinaahirisha tu punishment, it just postpone. So, na kuhakikishia hawafiki. Ndo kazi alionayo Yesu mbele za Mungu juu yetu kila siku. Tunamkosea Mungu, yeye anasema kama mpatanishi hapa, Baba natubu, sitarudia tena. Anamplease Mungu tena, mwachie, msamehe, ameshajitambua. Mungu anasema mimi namjua kuliko wewe. Amejitambua, si unasikia hata anavyotubu. Anasema basi tumtangazie msamaha. Unatangaziwa msamaha, unajiona msafi, nguo chafu zimefanyeje? Zimeondoka. Mara umeoga, mara wewe umerudishwa kwenye viwango vyako. Huyo unatembea wiki 3 unajisahau tena, unarudi kwenye zile takataka tena. Una damu ya Yesu ya mwana kondoo. Baba, ungehesabu maovu yetu, nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama? Nani angesimama? Sisi sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu. Wewe ujulikane kwa una haki unenapo, na kwamba upo sawa kabisa utoapo hukumu. Utamhesabia mtu mwovu kwamba ana hatia, Baba, maana nimejua mimi makosa yangu na dhambi yangu iko mbele yangu daima. Unajua mistari yote ya toba, because repetitive repentance always. Anything we do without a broken spirit and a broken heart is not God's sacrifice. Chagua leo. Are you a religious pastor or a servant of God? Choose today. Na ili uwe na hii roho ya kuvunjika mbele za Bwana,
lazima uwe na roho wa nini? Wa neema. Mi naomba niishie hapo.